Jina langu ni Sheikh Musa Yusuf Kundecha. Mimi ni amiri mkuu wa Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu, nikiwa hapa leo kwa ajili ya kutoa tamko la Baraza la Maimamu na viongozi wa Kiislamu katika mjumuiko wetu wa pamoja. Jambo hili linatolewa leo Jumatano ya tarehe 29 Aprili mwaka 2026, tukianza kwa kusema Bismillahirrahmanirrahim. Ndugu wanahabari, tumelazimika kuwaiteni ili tuwasilishe tamko letu kwa jamii kupitia nyinyi kama ifuatavyo. Utangulizi wetu. Sisi viongozi wa dini, maimamu wa Tanzania chini ya msingi wa Uislamu unaoamrisha uadilifu, haki, ukweli na amali, tumepokea na kuisoma kwa makini ripoti ya Tume ya kuchunguza matukio ya kabla baada ya Oktoba 29 ya Mheshimiwa Jaji mstaafu Mohamed Chande Othman. Kwa kushirikiana kwa pamoja, tukiwa kama mabalozi wa amani na uzalendo Tanzania, tunaunga mkono kwa moyo wote mapendekezo makuu ya ripoti, hususan yale yaliyogusa maridhiano, uchunguzi kwa waliohusika, uwajibikaji na kujenga taifa lenye amani ya kudumu. Wito kwa Watanzania na viongozi wa dini kuunga mkono maridhiano. Tunawaomba viongozi wa dini zote tuwe mstari wa mbele kuhubiri amani, msamaha, maridhiano, kuvumiliana na ukweli misikitini na makanisani. Misikiti na makanisa visigeuze kuwa majukwaa ya siasa za chuki. Ushauri wetu kuhusu maridhiano: wa kwanza, yasiyo ni maridhiano ya wanasiasa bali yawe ya Watanzania wote, na ikitokea kuwa kuna kikundi cha watu, chama cha siasa au kikundi chochote hakitaki, basi waachwe, maana Watanzania ni wengi na vyombo vya siasa ni vingi, wanatosha na wanahitaji sana maridhiano. Pili, Tume huru ya jinai iundwe haraka ili haki itendeke. Hivyo tunaitaka serikali kuunda haraka tume ya jinai yenye mamlaka ya kisheria kuchunguza, kushtaki na kuhakikisha wahusika wote wanachukuliwa hatua bila ya kuonewa haya. Baada ya kuunda hiyo tume na kutoa ripoti, kumetokea baadhi ya viongozi, tena wengine viongozi wa dini hasa, wameipinga, lakini wanasahau kwamba kilichofanywa ni kuitakia kheri nchi hii na kuweza kuleta amani ya kweli. Kwa hiyo wito wetu sisi kama viongozi, turudi mezani, tungojee hayo maridhiano, na maridhiano yenyewe yasiwe na masharti kama kiongozi mmoja, katibu mmoja wa madhehebu fulani anasema kwamba lazima iundwe kamati ya maridhiano iliyo huru, yani anavyotaka yeye ndio anavyotaka iwe. Almost kila kitu ambacho kimepangwa sasa hivi yeye anakipinga, yeye na wenzake. Sisi kama watu wa amani katika nchi tunaomba maridhiano yawe chini ya rais, na tukubaliane na matokeo yatakayotokea yoyote, na wala hakuna haja ya kufufua makaburi, kwa sababu ni mambo mengi yametokea nchi hii. Jahazi likibomoka sisi sote hatutakuwa salama, tutazama. Lakini pia ni waombe baadhi vile vile wa viongozi wa serikali wanaochochea mambo, hasa wanapokuwa katika majukwaa ya dini. Huu sio wakati wa kufanya hivyo. Kama wewe unafanya kampeni, subiri wakati wa kampeni. Sasa tuko active kuangalia jambo moja tu, namna gani tunaipokea tume, tunaipeleka kwa wananchi wetu, na kipi kinaendelea baada ya matokeo ya tume. Mimi naitwa Juma Nchia, nimeshirikiana na Shekhe kuratibu jambo hili. Lakini na mimi kama kiongozi niseme maneno mawili tu. La kwanza, tuwaombe Watanzania tusiwaonee aibu wala kuwashabikia, hata kama watakuwa rafiki zetu au watakuwa viongozi wetu, wale ambao wanaendeleza uchochezi wa kutamani kuona mapigano, machafuko na uhalifu
unaendelea kufanyika Tanzania. Tusiwaonee aibu, kwa sababu madhara yakija yanawapata hata wale ambao hawakutarajia. Lakini la pili, tuwaombe viongozi wa dini, wanasiasa, wanaharakati na wana mitandao kuendelea kuwa watulivu, kwa sababu kuleta ushindani na upinzani, kupinga ripoti ya tume ya Jaji Chande, kupinga maridhiano, unajichora. Watu wote wanakujua wewe ni katika wale ambao walihamasisha uhalifu. Sasa unatafuta kuvuruga ili usije ukafikiwa na mkono wa sheria. Kwa hiyo kiongozi yote ambaye anapinga maridhiano, anapinga ripoti, anajichora mbele ya Watanzania kuonyesha kwamba yeye alidhamiria machafuko yawe makubwa zaidi, lakini sasa anaumia baada ya kuona tume imefanya kazi nzuri, vyombo vya ulinzi vimefanya kazi nzuri ya kuhakikisha utulivu unakuwepo kama tulivyo leo. Sasa viongozi waache kufanya hayo, kwa sababu wanajiondoa katika kuaminiwa na waumini wao.